Fungeni mikanda, marafiki. Mko tayari kugundua jinsi kichujio cha kawaida cha sigara kilivyolipua ndoa yangu, kufichua uongo wa mke wangu na kusababisha moja ya hadithi za kulipiza kisasi zenye kutisha na kuridhisha ambazo nimewahi kusikia, na mimi ndiye niliyeishi. Miaka 3 iliyopita nilidhani nilikuwa na ndoa yenye furaha. Nilidhani nilikuwa nimekuwa na wasiwasi usio na msingi. Nilidhani mke wangu alikuwa mwaminifu. Lakini nisichojua, alikuwa ananidanganya. Katika kitanda changu. Katika nyumba yangu. Wakati nilipokuwa kazini. Na kile kichujio cha sigara kilikuwa ufa wa kwanza kwenye kioo. Nitawarudisha nyuma kwenye siku ambayo kila kitu kilibadilika. Nakumbuka siku hiyo vizuri sana. Miaka 3 iliyopita, mwishoni mwa mwezi wa 9. Aina ya jioni ambayo jua liko chini na dhahabu na upepo huleta harufu ya kwanza ya kweli ya vuli. Nilikuwa nimemaliza zamu ndefu katika karakana. Mimi ni fundi wa magari mwenye ujuzi mkubwa. Nimefanya kazi katika kampuni hiyo hiyo kwa miaka 12. Siku hiyo tulikuwa na shehena kamili ya vipande vya kutuma kabla ya Ijumaa, na nilikuwa na wasiwasi. Yote mafuta na vumbi la chuma, tayari kurudi nyumbani, kuoga na kuweka miguu chini. Nilifika nyumbani karibu saa 6. Nyumba yetu ilikuwa pembezoni mwa mtaa tulivu, hakuna kitu maalum, lakini tulipenda. Kuta nyeupe, madirisha ya kijani, swing kwenye ukumbi ambao nilikuwa nimeunda mimi majira ya joto moja. Wakati Zawadi alisema alitaka kitu cha kimapenzi. Huyu ndiye mke wangu, Zawadi. Miaka 34, mwalimu wa Kiswahili katika shule ya kati, mwerevu, mzuri, anajua mambo yake na sufuria za chuma. Tulikuwa tumeoa kwa karibu miaka 7 wakati huo. Hata hivyo, niliingia kupitia gereji kama kawaida. Kwenye mlango nilivua viatu vya kazi, nikatupa funguo kwenye bakuli la kauri karibu na jiko na nikapiga kelele, nimefika nyumbani. Hakuna jibu. Nilidhani alikuwa juu au anasikiliza muziki. Hii anafanya hivyo anapopika au kusafisha. Sikuchelewa kuamua. Nilienda moja kwa moja bafuni. Katika siku ndefu kama hiyo, inatosha kuoga maji ya joto na nguo safi. Baada ya dakika 10 chini ya maji, nilitoka nikajikausha na kuvaa fulana yangu ya zamani niliyoipenda na suruali ya mazoezi. Fulana hiyo imefifia na kupasuka shingoni, lakini na hapa ni kitu cha starehe zaidi ninachomiliki. Sasa sehemu hii inayofuata inaweza kuonekana isiyo na maana, lakini ilibaki kichwani mwangu kama kipande. Niliingia jikoni. Taa zilikuwa zimewashwa, redio ilikuwa ikicheza polepole. Kitu kama wimbo wa taarab, wimbo alioupenda Zawadi alipokuwa na hali njema. Sikuhisi harufu ya chakula cha jioni, lakini nilidhani atashughulikia hivi karibuni. Nilienda kwenye friji kuchukua bia, lakini nilipogeuka kurudi sebuleni, niliona chombo cha kuvuta sigara kwenye meza ndogo karibu na mlango wa nyuma. Sigara. Sijivuni, lakini siifichi. Nimekuwa nikivuta sigara za kawaida tangu nilipokuwa na miaka 19. Kawaida huvuta nje na kutupa vichujio kwenye mtungi tunaoweka karibu na patio. Lakini mara kwa mara, hasa ikiwa mvua au baridi, huketi karibu na mlango wa nyuma na ufungua na kuwasha. Kwa hivyo mara kwa mara hubaki vichujio kwenye chombo. Lakini siku hiyo kulikuwa na kichujio cha ajabu kwenye chombo karibu na changu. Kilikuwa kichujio cha sigara yenye ncha nyekundu. Mimi sivuti sigara nyekundu. Kamwe. Ni kali mno. Na kwa hakika sivutii ndani ya nyumba yangu. Niliichukua kwa vidole viwili. Ncha ilikuwa imechomwa hadi nusu, kana kwamba aliyevuta aliizima haraka. Hapa ndipo. Zawadi havuti sigara. Badala yake amekuwa akiichukia kila wakati. Kila mwaka mpya alinishawishi niache. Alijaribu kwa kila njia, viraka, gum, hata hypnosis mara moja. Haikufanikiwa. Kwa hivyo ikiwa yeye havuti, ni nani aliyefanya hivyo? Nilibaki nikitazama sigara hiyo kana kwamba ilikuwa na kitu cha kuniambia. Mashaka ya kawaida yalipita akilini mwangu. Marafiki zangu? Hapana. Hakuna hata mmoja wao anayevuta sigara nyekundu.
Rafiki yangu Jengo anavuta aina nyingine, lakini hajapita kwa wiki kadhaa. Marafiki zake, labda Pendo mwenzake kazini, aliwahi kuvuta sigara nyekundu chuoni. Pia Neema. Lakini hawakuwa wakimtembelea kwa miezi. Sio ndani ya nyumba angalau. Na Zawadi hakuruhusu mtu yeyote kuvuta ndani. Mtu yeyote kamwe. Hata mimi, isipokuwa katika baridi karibu na mlango wa nyuma na mlango ukiwa wazi kidogo. Lakini sikumwambia chochote. Nilimsikia akitembea juu, labda akipanga nguo au kitu. Ningeweza kupiga kelele, haya mpenzi, ni nani aliyepita leo? Mtu fulani ameacha kichujio kwenye chombo cha sigara. Lakini sikufanya hivyo. Sijui kwa nini. Labda kitu katika silika yangu kiliniambia kunyamaza. Labda ukweli kwamba kichujio kilikuwa pale kimechomwa nusu, kisicho mahali pake, kana kwamba hakipaswa kupatikana kilinifanya nisite. Labda sikutaka kujua jibu. Nilirudisha pale ilipokuwa. Sikuimwaga hata chombo cha sigara. Nilipita na bia mkononi na nikakaa kwenye kiti. Zawadi alishuka dakika chache baadaye, akatabasamu, akambusu shavuni kama kawaida na akaniuliza jinsi siku ilivyokuwa. Ndefu, nilijibu. Yeye akacheka. Yangu pia. Na hivyo wakati ulipita. Tulikula chakula cha jioni, tukatazama programu ya maswali ya kijinga kwenye tukalala kana kwamba kila kitu kilikuwa cha kawaida. Lakini haikuwa. Kile kichujio kidogo pale ambapo hakipaswa kuwa kilibaki kichwani mwangu. Kama onyo. Kimya. Nyembamba. Lakini chenye kutosha kunifanya nitetemeke. Kitu hakikuwa sawa. Nilihisi. Lakini sikuchukua hatua. Bado. Badala yake niliruhusu itoweke. Nilijiambia nilikuwa nafikiri kupita kiasi. Kwamba labda Zawadi alikuwa amemfanya mwenzake apite kwa kahawa na labda alikuwa amevuta bila kuuliza. Nilijishawishi hata kwamba inaweza kuwa mimi. Labda nilikuwa nimechukua sigara nyekundu kutoka kwa mtu wiki iliyopita na nikasahau. Lakini mimi sisahau mambo kama haya. Nakumbuka ninachovuta. Na nakumbuka ninapoweka vichujio vyangu. Na haikuwa yangu. Kwa hivyo niliweka kando. Chini ya akili, kichujio kinabaki pale kama mzuka. Kinasubiri nilipe kipaumbele kwa mengine. Sikuzungumza naye kuhusu kichujio hicho, na maanisha. Sikuuliza jioni hiyo wala siku iliyofuata. Sijisikia sawa tu. Nilidhani ikiwa ningeibua mada mapema mno, ningeonekana kama mtu mwenye wasiwasi usio na msingi. Zawadi alichukia kila wakati nilipokuwa naweka kitu kichwani, kama alivyokuwa akisema. Kwa hivyo niliweka yote ndani yangu. Lakini hata kama sikuongea, sikuweza kujiondoa hisia kwamba kitu hakikuwa sawa. Ilikuwa kama mlio wa mara kwa mara chini ya fuvu la kichwa. Nilikuwa kazini nikikaza bolti na mawazo yangu yalirudi kila mara kwenye kile kichujio. Nilimaliza mkate wa mchana na kujikuta nikirudia tukio. Kichujio cha mtu asiyejulikana. Kimevutwa nusu. Sio changu. Sio chake. Sio cha mgeni wa kawaida. Sikuwa nikawa mpelelezi wa muda wote mara moja. Mimi si mtu mgumu hivyo. Mimi si wa kushangaza. Lakini nilianza kuwa makini, unajua, kuangalia mifumo. Na nikaona mambo kadhaa. Zawadi alikuwa amekengeuka. Labda baridi kidogo. Sio kwa njia ya wazi, lakini hakicheka tena kwa utani wa kijinga niliokuwa nikifanya kila wakati. Hakuuliza mara kwa mara jinsi siku yangu ilivyokuwa. Jioni moja nilitoa mada ya bahati mbaya. Rafiki yake Pendo alikuwa amechapisha picha ya nyama choma na nilimuuliza kama alikuwa ameiona. Alikakama. Sio kabisa, lakini alijikaza. Alitazama simu na kunung'unika kitu kama hapana, kwa nini angefanya hivyo? Hapa ndipo. Zawadi na Pendo walikuwa wakishirikiana kila wakati. Gumzo la pamoja, meme, mipango ya masomo iliyoshirikiwa, kulikuwa na kila kitu.
Lakini sasa alifanya kama hajazungumza naye kwa wiki moja. Ilitokea tena na Neema. Nilimuuliza kama yeye na Neema bado walikuwa wakipanga safari hiyo ya wasichana waliokuwa wakipanga kwa miezi kwa ajili ya kufurahia tu, hakuna gharama au kitu kingine. Alisema hawakuwa na uhakika tena na akabadilisha mada kabla ya kujibu. Mara nyingine alisema alipaswa kubaki shuleni kwa mkutano wa mtaala. Sikuuliza. Lakini baadaye nikipita mbele ya chumba cha kuosha nguo, nilimwona akichunguza mashine ya kukausha na akigombana na suruali ya jeans aliyohitaji. Sio sketi, sio suruali za kifahari. Jeans. Haikulingana na picha yake akiwa amekaa kwenye mkutano wa kuchosha na wakuu. Kwa upande mwingine, labda ilikuwa sawa. Lakini wakati mambo madogo mengi yanapojipanga, huanza kuonekana kama kitu. Siku chache baadaye alipanga jioni ya starehe na wenzake wa kazi. Alisema walikuwa wakikutana katika nyumba moja kupumzika. Nilikubali, nikamwambia afurahie. Lakini alipokuwa akijiandaa, alikuwa akiangalia simu. Na alipotoka, nilimtazama kutoka dirishani. Hakugeuka kuelekea katikati kama kawaida, lakini alichukua mwelekeo kinyume. Nilibaki nikiwa na mikono iliyokunjwa nikitazama barabara. Nilijisikia mjinga, mwenye mashaka, kama mzee mwenye wivu bila sababu. Lakini sikuweza tena kupuuza. Na kisha nikachukua uamuzi. Nilimwajiri mpelelezi binafsi. Usinielewe vibaya, haikuwa kitu kidogo. Niliifikiria kwa zaidi ya wiki moja. Nilitembea sebuleni, nilikaa kitandani nikitazama feni iliyokuwa ikizunguka dari, na nilijiuliza kama nilikuwa nimepoteza akili. Lakini mwishowe niliamua kwamba nilipaswa kujua. Singemshtaki kwa msingi wa kichujio na hisia mbaya tu. Nilimpata huyu mtu mtandaoni aliyekuwa askari wa zamani ambaye sasa alikuwa na wakala wake mwenyewe. Hakuonekana mzima sana. Mwenye upara, uso uliokunjamana, aina ya mtu anayevaa shati lililofungwa ndani hata wakati hakihitajiki. Aliitwa Kasim. Alisema alikuwa ameshughulikia kesi kadhaa kama hizi na kwamba sikuwa mume wa kwanza mwenye hisia mbaya na sababu nzuri. Haikuwa nafuu. Ilinigharimu zaidi ya ninavyotaka kukubali, hasa nikijua sasa jinsi ilivyoishia. Lakini wakati huo ilionekana muhimu. Sikuambia mtu yeyote. Wala marafiki, wala kaka yangu, hata mwenzangu Jabir, ambaye tulifanya kazi naye bega kwa bega kwa miaka 10. Niliweka chini ya kufuli. Kasim alipanga ufuatiliaji. Aliweka mtu kumfuata Zawadi, sio kila sekunde ya siku, lakini vya kutosha kujua hali. Alimfuata baada ya kazi alipokuwa akifanya maagizo, alifuatilia harakati zake kwenye sherehe za kuaga ubikira, aliangalia hata alichofanya wikendi nilipofanya kazi za ziada. Kila siku chache alinitumia muhtasari mfupi kupitia barua pepe. Nilifungua huku moyo ukipiga kwa nguvu na viganja vikiwa na jasho, nikitazamia kitu. Lakini hakukuwa na kitu. Alikuwa akienda kazini, kwenye duka kubwa, kwenye mazoezi na mara kwa mara akichukua kahawa. Kasim alikuwa na picha za haraka nyeusi na nyeupe zilizochafuka za yeye akitoka shuleni, akipakia vyakula, akiwa amekaa na kompyuta ndogo kwenye mgahawa. Kulikuwa na hata video ya yeye akicheka na wanawake wengine wawili kwenye mgahawa mdogo. Kila kitu kilionekana cha kawaida. Hakuna mwanamume wa ajabu. Hakuna kusimama katika hoteli. Hakuna gari lililokuwa limeegeshwa kwenye vichochoro vyenye giza. Hakuna kitu. Baada ya wiki ya pili nilianza kujisikia mjinga. Kasim alipiga simu kujua jinsi mambo yalivyokuwa. Nilimwambia aendelee, sikuwa bado na hakika. Labda alikuwa mwangalifu. Labda alijua. Mwishoni mwa wiki ya 4 nilikuwa nimekasirika kabisa. Ujumbe wa mwisho ulikuwa wa kawaida sana hivi kwamba ungeweza kuwa orodha ya ununuzi. Alikuwa akienda kazini. Alikuwa akienda kwenye duka la vitabu. Alirudi nyumbani. Hakuna kingine. Nilimpigia Kasim na kumwambia asimame. Aliniuliza kama nilikuwa na hakika. Nilisema ndiyo. Nilijisikia mjinga.
Nilikuwa nimepoteza pesa ambazo tungeweza kuzitumia kukarabati jikoni. Nilikuwa nimejiumiza kwa mwezi mzima, nikapoteza usingizi, nikiangalia simu kama kijana mwenye wasiwasi. Na kwa nini? Ili kuhakikisha kwamba mke wangu alikuwa anafanya kazi yake tu na kuishi maisha yake. Kwa hivyo niliacha. Sikumkabili. Sikumwambia chochote. Badala yake nilifuta barua pepe za Kasim. Nilijiambia nilikuwa nimechoka tu. Nilijiambia labda sikuwa nimekuwa mwadilifu. Kwamba kichujio na sauti za ajabu kwenye sauti yake hazimaanishi chochote. Labda nilikuwa nikionyesha tu kwa sababu kazi ilikuwa ngumu na nilijisikia mbali. Yeye aliendelea kufanya vivyo hivyo na hii ilinifanya nijisikie mbaya zaidi. Nilidhani nilikuwa nimejifikiria kila kitu. Jioni moja tulikuwa kwenye sofa na yeye akaweka kichwa chake begani mwangu kama nyakati za zamani na nakumbuka nilifikiri, Mungu, nimechanganyikiwa sana na mawazo yangu. Baadaye nilijaribu kuachilia hali hiyo. Nilikuwa na uwepo zaidi. Niliacha kumfuata macho yake au kukisia atarudi saa ngapi kwa dakika. Niliacha mvutano kutoka mabegani mwangu. Lakini chini ya akili, hata kama nilijaribu kuuzika, kulikuwa bado na hisia hiyo. Hiyo hisia ya utulivu yenye maumivu ndani yangu. Haikuondoka kamwe. Jambo la ajabu zaidi la yote yaliyotokea baadaye lilikuwa jinsi kila kitu kilirudi kawaida. Kwa muda ilikuwa kana kwamba maisha yalikuwa yamebonyeza kitufe cha kuweka upya. Baada ya kusimamisha huduma za mpelelezi binafsi, nilijiambia ilikuwa wakati wa kuachilia hali hiyo. Nilikuwa nimefuata uzi hadi mwisho, lakini haukupeleka popote. Hakuna mwanamume wa ajabu, hakuna gari la ajabu, hakuna risiti ya hoteli, hakuna kitu. Zawadi alifanya haswa alichosema anafanya. Alifanya kazi. Alikwenda mazoezini. Alitumia wakati na marafiki. Kwa hivyo nilisukuma kichujio kwenye kona ya mbali ya akili yangu na nikaamua kufanya kile ambacho ningepaswa kufanya tangu mwanzo, kuzingatia ndoa yetu. Juu yetu. Na mnajua kitu? Ilifanya kazi kweli. Mvutano nyumbani ulipungua. Niliacha kuangalia simu yake kwa pembe ya jicho ilipolia kwenye kaunta. Sikuwa tena nikichambua jinsi alivyokuwa akiniambia usiku mwema au mahali gari lake lilipokuwa limeegeshwa niliporudi. Sikuwa tena nikifadhaika. Sikuwa tena nikitathmini kila kitu alichokifanya. Na yeye, kwa upande wake, alionekana mpole zaidi. Mwenye uwepo zaidi. Alinishika mkono wakati tulipokuwa tukifanya ununuzi sokoni. Alileta bia nyumbani bila kumuuliza. Alasiri moja nilirudi baada ya kupogo mti wa miembe na yeye alikuwa ametengeneza keki ya matunda iliyookwa nyumbani yenye matunda ya msimu niliyoipenda. Tulikuwa jikoni wakati bado ilikuwa ya joto, tukila na vijiko moja kwa moja kutoka kwenye sufuria kama tulipokuwa tumwana tu. Sikuwa nimemwona akitabasamu hivyo kwa muda mrefu, kana kwamba hakuna kitu kilichomlemea. Alinifanya nijisikie mjinga kwa kumshuku. Wiki iliyofuata alirudi nyumbani na sampuli za rangi na roll ya karatasi ya ukuta kwa bafu ya wageni. Jumamosi hiyo alisafisha makabati na akapanga tena gereji pamoja nami. Ilikuwa kama mdundo ambao wenzi wa ndoa wanaopitia dhoruba wanavyokuwa nao wa kila wakati, rahisi, wa kawaida. Sehemu yangu ilijisikia hata aibu kidogo. Kana kwamba nilikuwa nimeruhusu mawazo yangu kutoroka na karibu kuharibu kitu kizuri. Nilikuwa nimepoteza pesa kwa mpelelezi binafsi, kupoteza wiki chache za imani, kuruhusu wazo tu la kichujio linisumbue kama fundo. Sikuzungumza tena. Wala kuhusu kichujio. Wala kuhusu shaka. Wala kuhusu chochote. Nilificha yote chini ya kabati la ubongo wangu na kufunga mlango. Wakati mwingine jioni nilimshika akitazama simu na kutabasamu polepole. Sikuuliza ni nini. Labda ilikuwa meme. Labda mwenzake kwenye gumzo la pamoja alizungumza kuhusu mwanafunzi anayewaita mwalimu au chochote walichokuwa wakisema wavulana siku hizo. Haikuonekana kuwa na maana. Tena. Tulikuwa wazuri. Au angalau nilidhani. Utulivu huo niliouhisi.
Joto hilo sawa ambalo nilijifunika nalo kama blanketi nililoipenda liligeuka kuwa la uongo, kama mvuke unaopanda kutoka barabarani baada ya dhoruba. Joto kwa sekunde moja na kisha hutoweka. Lakini wakati huo sikuwa na taarifa. Wakati huo nilikuwa na hakika kwamba nilikuwa nimeepuka risasi. Sikujua kwamba bunduki ilikuwa bado imepakiwa. Sikujua kwamba trigger ilikuwa bado imebonyezwa. Miezi kadhaa ilikuwa imepita tangu wikendi yetu ya nje ya mji. Nyumbani mambo yalikuwa mazuri. Hata bora kuliko mazuri ya kawaida, kwa maana hiyo ya starehe na ya kawaida. Jioni hiyo ilianza kama kawaida. Nilifika nyumbani kwa wakati wa kawaida muda mfupi baada ya saa 6. Nilivua viatu mlangoni, nikatupa funguo kwenye drawer na nikaenda bafuni kujiosha. Nyumba ilinukia kitunguu saumu na rosemary. Ilionekana alikuwa anapika kuku aliyeokwa. Niliporudi alikuwa bado jikoni akiimba chini yake. Kitu cha furaha, kana kwamba alikuwa na hali njema. Nilichukua bia baridi kutoka friji na nikategemea kaunta nikizungumza naye alipokuwa akifanya kazi. Tulicheka kitu cha ujinga, sikumbuki nini sasa hii, na ilionekana nzuri. Sahihi. Baada ya chakula cha jioni alipanda juu kupanga nguo. Niliamua kufanya sehemu yangu na kuchukua takataka nje, kwani ilikuwa karibu imejaa. Niliona ikipita mbele ya pipa. Mfuko ulikuwa umefura na umefungwa vizuri, kana kwamba ulipaswa kubadilishwa masaa mapema. Napkins zilizokunjwa, mabaki ya chakula, vifuniko vya kuku na harufu kali ya vitunguu vilivyopikwa ilielea juu. Nilivuta mfuko kwa kamba, nikaifunga na nikauchomoa kutoka pipa. Nilipogeuka kuuchukua nje, kitu kilivutia umakini wangu kupitia plastiki nyeupe nyembamba. Kilikuwa kimeambatanishwa na ukuta wa ndani wa mfuko. Kinaonekana kidogo tu, kimefichwa nusu na kivuli cha mafuta cha vifuniko vya chakula. Kichujio chenye ncha nyekundu. Niliacha kusonga. Nilibaki katikati ya jikoni nikishika mfuko huo uliojaa kana kwamba ulikuwa umeanza kuzomea. Kichujio hakikuwa changu. Niligundua mara moja. Sikuwa nimegusa chochote isipokuwa sigara za kawaida kwa miaka, na hii haikufanana nayo hata kidogo. Kwenye kichujio kulikuwa na pete nyekundu inayong'aa, sigara yenye ncha nyekundu. Aina ile ile niliyoiona hapo awali. Aina ile ile niliyoipata kwenye chombo cha sigara miezi iliyopita. Ni kwamba wakati huu haikuwa wazi. Ilikuwa imezikwa. Imefichwa chini ya majani ya lettuce na napkin chafu. Imegandamana na ukuta wa ndani, kana kwamba aliyeitupa alitaka kuificha isionekane. Nilihisi fundo kwenye kifua. Nilitazama juu kwenye ngazi. Nilimsikia Zawadi akitembea, milango ya makabati ikifunguliwa, drawer zikiteleza. Labda alikuwa akiweka soksi au kupanga taulo. Mambo ya kawaida. Nilishusha macho kwenye mfuko. Nilitoka nje ya mlango wa nyuma kana kwamba hakuna kitu, nikaifunga nyuma yangu na nikachukua mfuko kwenye pipa. Lakini sikuutupa ndani. Badala yake niliuchukua upande wa nyumba ambapo huweka zana na vipande vya ziada. Nilichukua kijiko cha plastiki safi kutoka kwenye hifadhi ya vyombo tunavyovihifadhi kwenye friji ya gereji. Sijivuni, lakini nilichunguza takataka hiyo kama mwenda wazimu. Na hapa chini, nusu iliyogandamana na kifuniko cha sanduku la chakula, kulikuwa na kichujio hicho la laana. Kichujio chekundu. Alama nyekundu ya midomo kwenye ukingo. Sawa kabisa na ile ya awali. Rangi ile ile, ukubwa ule ule. Haikupondwa kama zangu, ilikuwa imetupwa haraka kana kwamba mtu hakutaka kukaa. Niliishika kwenye kijiko kama ushahidi mahakamani. Mikono yangu ilitetemeka. Sikutaka kuamini. Kweli hapana. Lakini haikuwa tena bahati mbaya. Haikuwa mtu aliyepita bila taarifa na asiye na adabu vya kutosha kuvuta ndani ya nyumba yetu. Ilikuwa imetokea hivi karibuni. Siku hiyo labda. Au jana zaidi. Chakula kilikuwa safi. Mfuko wa takataka haukuwa umefungwa kabla ya chakula cha jioni, kwa hivyo nilijua kwamba ulikuwa umetupwa wakati Zawadi alikuwa nyumbani na labda wakati nilipokuwa kazini.
Na tena Zawadi havuti sigara. Kwa hivyo ni nani anayevuta? Ubongo wangu ulianza kuzunguka pande zote kwa wakati mmoja. Nilikumbuka sigara ya mwisho, ile kwenye chombo cha sigara. Nilikumbuka jinsi alivyokuwa amejilinda alipokuwa nimeleta marafiki zake. Jinsi alivyokuwa amekaa kimya katika wiki hizo 2 kabla ya kukimbia. Macho ya ajabu kwenye simu. Jeans alizotaka kuchukua kutoka mashine ya kukausha. Jinsi alivyogeuka katika mwelekeo kinyume alipotoka kwa jioni ya starehe. Yote yalirudi. Wakati huu haikuwa kama kufikiri kupita kiasi. Wakati huu nilikuwa na kitu cha kweli, kinachoweza kuguswa. Sikuileta ndani ya nyumba. Niliweka kwenye mfuko wa sandwich, nikaifunga vizuri na nikaiingiza kwenye sanduku la zana chini ya benchi la kazi, karibu na seti ya zamani ya funguo ambazo sikuwa nimezitumia kwa miaka. Jioni hiyo sikugomvi naye. Nilitaka niamini, ndiyo. Karibu nilipanda na mfuko mkononi tayari kupiga kelele. Lakini kitu ndani yangu kilinizuia. Haikuwa hasira tu. Ilikuwa kitu cha baridi zaidi. Sikuhitaji visingizio. Sikuhitaji hadithi. Nilihitaji ushahidi. Ushahidi wa kweli. Usioweza kukanushwa. Kitu ambacho hakingeweza kuelezewa kwa kuinua mabega na uongo. Kwa hivyo nilirudi ndani. Niliosha mikono. Nikakaa kwenye sofa na kuwasha kana kwamba ilikuwa Jumanne ya kawaida. Hivi karibuni alishuka na rundo la taulo zilizopangwa na akakaa karibu nami. Alitabasamu. Akaweka mkono wake kwenye goti langu. Na mimi nikabadilisha tabasamu. Lakini ndani nilihisi sakafu ikiegemea. Haikuwa tu shaka tena. Ilikuwa ishara ya pili nyekundu, ishara nyekundu halisi hii ilionekana mahali ambapo haipaswa. Na wakati huu nisingeiruhusu ipite. Sikufanya kosa lile lile mara ya pili. Hakuna mpelelezi binafsi wakati huu. Hakuna mtu wa kumpigia. Hakuna ripoti ya kusubiri, hakuna ada ya kulipa, hakuna matokeo tupu ya kuripoti. Nilikuwa nimeshaicheza mchezo huu mara moja, na yote niliyopata ilikuwa pochi iliyopungua na rundo la picha zilizochafuka za Zawadi akinunua kahawa na kwenda kazini. Wakati huu niliamua kujisaidia mwenyewe. Siku iliyofuata baada ya kupata sigara ya pili yenye ncha nyekundu kwenye takataka, nilienda kwenye duka kubwa la vifaa vya elektroniki wakati wa mapumziko ya mchana. Mwanzoni sikujua hasa nilichotaka, nilizunguka kwenye sehemu ya usalama wa nyumbani kama mtu wa kawaida anayejaribu kuonekana mwenye vitendo. Mwishowe nilinunua kamera ndogo iliyofichwa iliyofanana na kifaa cha kusafisha hewa. Kifuniko cha plastiki nyeupe, feni ya kimya, mwanga wa bluu unaowaka ambao ungeweza kuzimwa. Iliunganishwa na simu yangu na kupakia kila kitu kwenye akaunti ya wingu salama. Lenzi ilikuwa imefichwa kwenye gridi ya juu. Haionekani isipokuwa ukitafuta. Maagizo yalisema kifaa kinaweza kurekodi video wakati wa mwendo, kuhifadhi rekodi hadi wiki moja na kutuma taarifa kwenye simu. Niliamua kwamba ilikuwa yote niliyohitaji. Nilisubiri Jumapili iliyofuata. Zawadi alikuwa nje kwa maagizo sokoni na kisha nyumbani kwa rafiki kupanga sherehe ya watoto. Alikaa karibu saa 3 kama alivyokuwa ameahidi. Nilitumia wakati huo kuandaa kila kitu. Katika chumba cha kulala kulikuwa na meza ndogo yenye mmea mdogo wa ndani kwenye kona. Nilihamisha mmea kwenye dirisha, nikasimamisha kifaa cha kusafisha hewa, nikaunganisha na nikaielekeza kuelekea kitanda. Ilionekana mahali pake. Nilipomaliza nilikaa kwenye ukingo wa godoro nikiitazama kwa muda mrefu. Haikunifaa. Ilionekana kama kusaliti kitu ambacho sikuwa na hakika nacho. Nilikumbuka jinsi alivyokuwa akitabasamu kwa utulivu, ameketi karibu nami kana kwamba hakuna kitu. Ilinifanya nijisikie bora. Jioni hiyo alirudi nyumbani na keki kutoka kwenye duka la keki. Alisema alikuwa amechukua sanduku moja zaidi ikiwa ningetaka kitu kitamu. Tulitazama tukapanga nguo na tukajadili jinsi ya kupaka rangi tena ukanda. Kila kitu kilionekana kama ilivyopaswa.
Kamera ilikuwa ikirekodi kimya kila kitu kilichokuwa kinatokea. Wiki ya kwanza ilipita na niliangalia filamu kila siku chache. Hakuna cha ajabu. Klipu chache za yeye akirekebisha kitanda, akipitia simu, akifanya yoga kwenye mkeka mbele ya kioo cha kabati. Wakati mwingine akiimba na muziki. Akivaa fulana ya zamani ya chuo kikuu. Kila kitu kilionekana cha kawaida. Wiki ya pili ilipita. Bado hakuna kitu. Alikuwa akienda na kurudi kulingana na ratiba yake ya kawaida. Kazi, ununuzi, chakula cha jioni, kitanda. Hakuonekana mwenye wasiwasi au mwenye hasira, hakufanya kama alikuwa anaficha kitu. Mwishoni mwa wiki ya tatu nilianza kujishuku tena. Labda ninapoteza akili. Labda nipaswa kuacha. Niliwaza hata kuvua kamera. Tu kuivua na kuitupa gereji. Lakini sikufanya hivyo. Kitu ndani yangu kiliniambia niendelee. Wiki ziliendelea kupita. Nilizoea mchakato huu: kuangalia filamu wakati wa mapumziko ya mchana, kupitia klipu, kurudisha nyuma sehemu za kuchosha, kuhakikisha sijakosa kitu cha ajabu. Wakati mwingine ningeweza kupita wiki nzima bila kuangalia chochote, nikiacha ikusanyike. Nilificha programu kwenye simu. Niliweka hata nambari ya pili ya kufunga ikiwa itahitajika. Miezi miwili ilipita na bado hakuna kitu. Na kisha ikafika mwezi wa tatu. Nakumbuka siku haswa. Nilikuwa kazini. Ilikuwa Jumatano, joto yenye mwanga, mapema mno kwa vuli iliyokomaa. Nilifungua programu kwa mazoea. Sikutazamia chochote. Orodha ya taarifa za mwendo ilionekana ndefu zaidi ya kawaida. Kulikuwa na klipu 6 au 7 katikati ya siku. Zawadi alikuwa ameniambia alikuwa anafanya kazi nyumbani, alikuwa na kazi ya master na hakutaka usumbufu wa shule. Nilifungua klipu ya kwanza. Alikuwa amesimama chumbani na simu mkononi akitazama nje ya dirisha. Kisha akakaribia kioo na akaangalia nywele zake. Alipitisha mikono yake kwenye shati akarekebisha jeans. Baada ya sekunde chache alitoka chumbani. Nilibofya inayofuata. Alirudi na mwanamume. Mwanamume mkubwa. Mabega mapana, mwili imara. Amevaa fulana nyeusi na jeans. Alikuwa na mwendo mrefu kana kwamba alikuwa ametembea kwa masaa. Aliweka begi lake la kusafiri ukutani kana kwamba haikuwa mara ya kwanza kuwa pale. Moyo wangu ulianguka. Zawadi alitabasamu. Alizungumza polepole. Akajikunja kwenye ukingo wa kitanda wakati yeye alikuwa akivua viatu. Kila kitu kilionekana asili sana. Cha vitendo sana. Nilimjua huyu mwanamume. Hamisi. Alikuwa mmoja wa marafiki wake wa zamani wa shule ya sekondari. Alizungumzwa sana tulipoanza kuchumbiana. Aina ya mkubwa. Aliendesha lori kwa ajili ya kuishi. Daima safarini au akipita. Alisema alikuwa kama kaka kwake. Alikuwa. Nilibaki na simu mkononi nikitazama mwanamke ambaye nilikuwa nimejenga naye maisha akiwa na mwanamume mwingine katika kitanda chetu cha pamoja. Sikusonga. Nilikuwa kimya. Nilitazama tu. Walizungumza kidogo na kisha wakalala kitandani. Yeye alimgusa uso. Yeye alijikunja naye kana kwamba alikuwa amefanya mara 100 hapo awali. Kamera iliendelea kurekodi. Nilitazama vya kutosha kuelewa kilichokuwa kinatokea. Nilifunga programu. Niliweka simu kwenye dashibodi. Sikupiga kelele. Sikulia. Sikutupa chochote. Nilibaki pale na kuruhusu kila kitu kitulie juu yangu kama ukungu mnene. Ilionekana kana kwamba mtu alikuwa ameniachia block ya saruji kifua. Miezi mitatu. Miezi mitatu ya kutazama. Na kisha hatimaye hapa. Hakuna kichujio. Hakuna jicho la ajabu. Hakuna mabadiliko ya sauti. Ushahidi wa kweli. Nilibaki pale kwa karibu saa moja. Mikono isiyosonga. Kisha nikachukua simu tena.
Nilihifadhi rekodi kwenye diski yangu binafsi. Nilipakua nakala ya pili ya chelezo. Niliituma mwenyewe kupitia barua pepe, kana kwamba ilikuwa siku ya kawaida. Lakini ndani nilikuwa nimevuka mstari, na hakukuwa na kurudi nyuma. Sikusema neno lolote. Sio jioni hiyo, sio asubuhi iliyofuata, wala kwa wiki nzima. Nilifanya kama kila kitu kilikuwa sawa. Alikuwa anapika chakula cha jioni kama kawaida. Tulitazama tamthilia zetu. Tulizungumza kuhusu bei za petroli, mtoto mpya wa mwenzake na kozi yake ijayo ya mafunzo kwa walimu. Nilikubali. Nilifanya utani. Nilimbusu paji la uso wake alipopita karibu nami jikoni. Na kila wakati aliponiangalia machoni, nilijiuliza jinsi alivyoweza kutoona. Kwamba nilijua. Kwamba nilikuwa nikitazama. Kwamba uso wake katika fremu hizo ulikuwa umechapishwa kwenye kumbukumbu yangu. Lakini sikuonyesha. Sikupiga kelele. Sikuanzisha ugomvi. Sikumshambulia, sikumshtaki, sikutupa vitu vyake uani. Ingekuwa ya kuridhisha wakati huo, lakini haingenipa kile nilichokitaka kweli. Nilihitaji mpango. Kwa hivyo nilibaki kimya. Nilifanya zamu zangu. Nyumbani nilishughulikia mambo yangu. Wakati huo huo nilinakili filamu kwenye diski ya pili, kisha ya tatu. Niliweka moja kwenye USB na kuifunga kwenye gari langu la kazi. Nyingine niliificha nyuma ya kizio gereji. Ikiwa kitu kingepotea au kufutwa, bado nilikuwa na kile nilichohitaji. Kisha nikapiga simu. Ilikuwa miaka mingi tangu nizungumze na wakili yule yule aliyeshughulikia karatasi niliporithi nyumba ya baba yangu. Alikuwa bado anafanya kazi, alikuwa na ofisi ile ile mbele ya ofisi ya posta. Hatukuwa karibu, lakini alinikumbuka. Alisema angeweza kuniona Ijumaa alasiri. Nilimaliza kazi mapema na nikaendesha chini ya mvua nyepesi. Ofisi yake ilinukia vivyo hivyo, mti wa zamani, karatasi na kahawa ya bei nafuu. Alikuwa amevaa koti lile lile la kijivu nililokuwa nimemwona miaka iliyopita, kana kwamba halikuwa limewahi kutoka kwenye kabati. Tulishikana mikono, tukakaa na nikamwambia kila kitu. Nilimwambia nilishuku kitu na kwamba nilikuwa na ushahidi wa video. Nilimwambia kwamba sikuwa nimemkabili bado na nisingefanya hivyo. Sio mpaka nilipojua ni chaguzi gani nilikuwa nazo. Alijinamia nyuma ya kiti na akakubali polepole, kana kwamba hakuna kitu cha haya kilichomshangaza. Nadhani wakati unafanya kazi hii kwa muda mrefu, hakuna kinachokushangaza. Bado una mkataba wa mali kabla ya ndoa? Aliuliza. Ndiyo, nilijibu. Tulisaini tuliporithi nyumba. Nilimpa mkataba ambao nilikuwa nimeuandaa mapema. Aliupitia. Jina langu upande mmoja, la Zawadi upande mwingine. Alibonyeza ukurasa na kicheko kifupi, kana kwamba alikuwa amepata kitu cha kuvutia. Kweli, alisema, inaonekana umekuwa mwerevu zaidi ya wengi. Sikuelewa mara moja. Kwa maana gani? Aligeuza folda kwangu na akaelekeza aya katikati ya ukurasa. Ilikuwa imeandikwa wazi kama jua, hasa kati ya sehemu ya mali ya pamoja na haki za ndoa. Katika kesi ya ukosefu wa uaminifu au ukiukaji wa uaminifu wa ndoa na mmoja wa wenzi, mwenzi mwenye hatia anakubali kuacha haki zote juu ya mali ya pamoja, mali na maslahi katika biashara kama inavyofafanuliwa katika makubaliano haya. Niliitazama kwa muda mrefu. Tulikuwa tumesaini makubaliano hayo zaidi ya miaka 10 iliyopita. Wakati baba yangu alipokufa na nikachukua karakana. Wakili alipendekeza kufanya mkataba wa mali kabla ya ndoa kwa usalama. Alisema haukuwa na uhusiano na upendo, ilikuwa ulinzi. Zawadi hakupinga. Tulikuwa vijana zaidi, tumejaa matumaini, labda watu wasio na uzoefu kidogo. Sote tulikubali kwamba hatutawahi kuitumia. Sasa ilikuwa pale mbele yangu kama tiketi ya dhahabu. Ikiwa unataka kuendelea kimya, alisema wakili, una kila sababu ya kufanya hivyo. Hasa ikiwa unaweza kuthibitisha ukosefu wa uaminifu.
Kwa kuzingatia kile ulichoniambia, kifungu hiki kinaweza kutumika. Alinieleza mchakato. Ushahidi gani ungekuwa halali? Hatua gani ningeweza kuchukua? Nisifanye nini kama kumkabili bila mpango au kumwonya kabla ya kila kitu kuwa tayari? Ilikuwa ya ajabu kuwa pale nikimsikiliza akizungumza jinsi nilivyoweza kuharibu ndoa yangu kisheria kwa nyaraka chache na tarehe chache. Lakini cha ajabu zaidi ilikuwa jinsi nilivyojisikia utulivu nilipokuwa nikifanya hivyo. Sikuwa nikitetemeka. Sikuwa na hasira. Nilikuwa mtulivu. Nilitoka ofisini na nakala ya makubaliano, ratiba ya matukio na hisia ya kusudi la utulivu. Niliporudi nyumbani, Zawadi alikuwa anapika mkate wa ndizi. Jikoni ilinukia joto na kawaida kama kawaida. Alinikaribisha kwa tabasamu na akaniuliza jinsi siku ilivyokuwa. Nilijibu kwamba ilikuwa sawa, ya kawaida. Alinipa kipande cha mkate bado cha joto kutoka tanuri. Nilimshukuru. Nilikila. Nilimwambia ilikuwa kundi bora zaidi kuwahi. Na wakati wote maneno ya mkataba wa mali kabla ya ndoa yalikuwa yakisikika kichwani mwangu kama mlio wa ngoma. Mwenzi aliyedhulumiwa anakubali kuacha madai yote. Tuliandika pamoja. Tulisaini sote wawili. Nakumbuka alikuwa akicheka tulipokuwa tukifanya na akisema, kweli bora kutoipasua yote. Na hapa tuko. Singengeipasua chochote. Alikuwa ameishapasua yeye. Wiki 3 baadaye niliweka masanduku yake ya nguo kwenye ukumbi. Ilikuwa Jumamosi. Asubuhi yenye mwanga katikati ya vuli. Hewa ilikuwa kavu na baridi kidogo na miti ya miembe mbele ya nyumba ilianza tu kugeuka manjano. Niliamka mapema zaidi ya kawaida wikendi, nikatengeneza kahawa, nikakaa jikoni na karatasi zangu zimetawanyika mbele na nikakagua kila kitu mara ya mwisho. Nilikuwa nimepanga kwa siku. Nisingeacha chochote kwa bahati. Nilipakia vitu vyake alipokuwa nje. Alisema alikuwa akienda kwa rafiki. Nilikubali na nikamwambia aendeshe kwa uangalifu. Mara tu alipogeuka kutoka barabarani, nilianza kazi. Masanduku 3 ya nguo. Kubwa zaidi kwa nguo, lingine kwa bidhaa za bafu na usafi, na dogo zaidi kwa vitu vyote vidogo na vitu vya kibinafsi alivyokuwa akivihifadhi chumbani na hakushiriki nami: kikausha nywele, daftari, mishumaa, manukato. Sikutupa chochote. Nilipanga shati zake. Nilifunga zipu kwa uangalifu. Niliweka kando kila kitu kilicho dhaifu. Sikufanya hivyo kwa wema. Sikutaka kusikia baadaye kwamba nilikuwa mbaya. Nilitaka kila kitu kiwe safi. Baadaye nilibadilisha kufuli. Kufuli mpya. Nilibadilisha nambari ya kufungua gereji. Niliondoa ufunguo wake kutoka kwenye ufunguo na kuutupa kwenye drawer ambapo huweka betri za ziada na skrubu zisizolingana. Aliporudi jioni, nilikuwa tayari kitandani. Hakugundua hata kwamba kitu kilikuwa kimebadilika. Lakini asubuhi iliyofuata alitoka tena akisema alikuwa na mambo ya kufanya, alikuwa akizunguka maduka, alihitaji mapazia mapya na ununuzi. Nilianza kusubiri. Alirudi karibu saa 12. Nilisikia matairi kwenye changarawe. Nilisikia hatua zake kwenye ukumbi. Kisha hakuna kwa sekunde chache. Kisha sauti ya mpini. Pumziko lingine. Kisha pigo kali. Pili. Kisha lingine. Kisha sauti yake. Hodi. Lakini nini hii? Nilibaki nyuma ya shimo la kuangalia mlango nikimtazama akijaribu kufungua mlango. Alionekana kuchanganyikiwa mwanzoni, kisha akakasirika. Alitoa simu kutoka kwenye koti, akatazama skrini na akaanza kupiga. Niliacha ililie. Kisha akapiga tena. Na tena. Kwenye simu ya 4 alikuwa akipiga kelele. Ni nini kinachotokea? Nifungulie. Lakini nini hii? Na kisha aliona masanduku ya nguo. Masanduku 3 ya nguo kwa safu yalisubiri, yamepangwa vizuri kwenye ukumbi.
Aliacha simu, akajileta mikono kichwani na akatembea kwa mduara kana kwamba hakuweza kutoa maana ya kilichokuwa kinatokea. Hakusema kingine. Alibaki pale akijikumbatia magoti na simu. Baada ya dakika 10 hatimaye alisimama, akachukua masanduku ya nguo chini ya ngazi na akayaingiza kwenye kiti cha nyuma. Nilitazama kutoka dirishani alipokuwa akiondoka. Sikujisikia vizuri. Sikuwa nimejisikia mshindi au mwenye kuridhika. Lakini nilijisikia kana kwamba ilikuwa imekwisha. Usiku huo ulikuwa usiku wa amani zaidi niliokuwa nao kwa miaka mingi. Siku chache baadaye alipewa taarifa ya kesi nyumbani kwa wazazi wake. Wakili wangu alihakikisha kila kitu kilikuwa rasmi na safi. Hakuna mshangao. Hakuna drama iliyobaki. Tulifungua kesi kwa msingi wa masharti ya mkataba wa mali kabla ya ndoa na nyaraka kwamba ulikuwa umekiukwa. Hakupinga. Hakuweza. Kila kitu kilikuwa kimeandikwa. Alikuwa na kusikilizwa. Alikuja na baba yake na wakili aliyeonekana kupendelea kuwa mahali pengine. Hakuniangalia. Nywele zake zilikuwa zimekusanywa kwa njia ambayo sikuwa nimeiona tangu shule ya sekondari. Hakuna mapambo ya uso. Macho yaliyozama. Kama mtu aliyetoka tu kwenye jengo lililoanguka. Hakimu alichunguza mkataba, rekodi za video na rekodi zetu za fedha. Kila kitu kilikuwa wazi na kimefungwa. Alipoteza kila kitu. Hakuna sehemu katika nyumba. Hakuna ushiriki katika karakana. Hakuna haki kwenye akiba. Hata fanicha moja. Masanduku ya nguo tu. Alipomaliza alitoka kwenye chumba bila neno. Baba yake alimfuata bila kuniangalia. Nilitoka kwenye chumba peke yangu, nikavuta pumzi ndefu na nikaacha uzito wa miaka 7 uteleze kutoka mabegani mwangu. Nyumbani nilifungua bia na nikakaa kwenye patio ya nyuma. Nyumba ilikuwa kimya tena. Na wakati huu ilikuwa sawa. Miezi 6 ilikuwa imepita tangu hukumu ya mwisho ya mahakama. Katika wakati huo nilikuwa nimezoea utaratibu mpya. Nyumba ilikuwa kimya zaidi, ndiyo, lakini haikuonekana tupu. Isiyosonga. Kama baada ya dhoruba kubwa, wakati kelele zinapozima na upepo unapoacha hatimaye kusukuma dhidi ya madirisha. Nilifanya mabadiliko madogo. Niliachana na vitu vingine, sofa aliyochagua yeye na ambayo haikuwa imewahi kuwa ya starehe, fremu zenye picha za familia yake ambazo bado zilikuwa kwenye rafu kwenye ukanda, vikombe vya kahawa vyenye maneno yake juu. Niliweka kile kilicho na maana na nikatoa kingine. Sikuwa na hasira. Nilifanya tu. Nilianza kufanya kazi tena masaa zaidi. Nilichukua kazi ndogo za ukarabati nyumbani nilizokuwa nimeziacha. Nilipaka rangi chumba cha wageni. Nilipanga tena gereji. Hakuna cha ghafla, tu maendeleo polepole na ya kila wakati. Katika miezi 6 hizo sikusikia kamwe kutoka kwake. Hata ujumbe mmoja. Hakuna simu. Hakuna barua. Uvumi ulikuwa ukizunguka mjini kwamba alikuwa amerudi kwa wazazi na alikuwa anafanya kazi ya muda katika kituo cha masomo ya ziada wakati akipanga mambo. Sikuwa na wasiwasi wa kutafuta habari zaidi. Nilidhani ikiwa sitamtafuta mimi, hangeweza kunitafuta yeye. Lakini kisha nilimwona. Ilikuwa asubuhi ya Jumatano, baridi nje, moja ya siku za kwanza za masika wakati kila kitu karibu bado ni kijivu lakini hewa inaonekana safi zaidi. Nilikuwa nimemaliza kazi moja pembezoni na nikasimama kwenye mgahawa kwa kahawa na sandwich ya nyama choma. Ilikuwa moja ya sehemu ambapo kila mtu anamjua kila mtu na mhudumu huandika jina lako kwenye glasi hata kama hukuulizi. Nilikaa kwenye meza ya kona ile karibu na dirisha. Niliagiza kahawa nyeusi na kando ya viazi vya kuchoma. Nilikuwa nikipitia sehemu ya michezo niliposikia kengele juu ya mlango ikilia. Bila kufikiri, nilinyanyua macho. Na hapa alikuwa. Zawadi. Alionekana mdogo zaidi kuliko nilivyomkumbuka. Mwembamba zaidi. Nywele zilikuwa rangi ile ile lakini zimefifia zaidi, kana kwamba hakujali sana hivi karibuni.
Alikuwa amevaa koti la jeans la zamani na lililopasuka kwenye mikono na fulana yenye kofia chini. Macho yake yalikutana na yangu na kwa sekunde moja alisimama. Kisha akapunga mkono kidogo. Nilikubali na nilirudi kwenye karatasi zangu nikitumaini kwamba ingeishia hapo. Lakini muda mfupi baadaye niliona kivuli chake kinakaribia meza. Alisimama kwenye ukingo. Naweza kukaa dakika moja? Nilimtazama. Nilimtazama kweli. Na kisha nikainua mabega. Hakika. Alikaa mbele yangu na akaunganisha mikono mbele. Kucha zilikuwa zimepasuka. Nafsi, kwa wazi, ilikuwa imetoweka. Kwa sekunde chache tulibaki kimya. Kahawa yangu ilikuwa ikielea kwa utulivu kati yetu. Alikuwa akitazama chombo cha chumvi kana kwamba alitaka kusema kitu. Hatimaye alizungumza. Nilifanya kosa, alisema polepole. Sikujibu chochote. Nilisubiri tu. Ninajua sina haki ya kuuliza chochote. Nilitaka tu. Aligugumia. Alisafisha koo. Nilitaka ujue kwamba nasikitika. Tena sikusema chochote. Nilimwacha awe. Alitazama chini kwenye miguu yake, kisha juu tena. Hamisi ameondoka, alisema. Mara tu baada ya kila kitu kupasuka. Alipaswa kurudi na kunisaidia kupanga mambo. Alisema alihitaji wakati. Sijamsikia tangu mwezi wa kwanza. Niliinua nyusi kidogo, lakini sio kwa mshangao. Nilitazamia. Alipumua. Hakuwa kamwe yule niliyemfikiri alikuwa. Mimi nadhani nilifikiri alihisi tofauti. Nilichukua sipi ya kahawa. Ilikuwa imepoa. Alijikunja kidogo kuelekea kwangu. Ninakosa maisha yetu. Ninakosa jinsi ulivyokuwa ukitengeneza kahawa kamilifu kila wakati. Asubuhi za utulivu. Hata utaratibu wa kijinga. Ninakosa kila kitu. Nilimwacha amwage. Ninajua nilichofanya, alisema. Sauti yake ilipasuka kidogo. Ninajua nilitupa kila kitu. Lakini sikutazamia kujisikia hivyo. Kana kwamba nilipoteza kitu cha kweli. Na sasa sijui. Nilitaka tu kukuambia kwamba nasikitika. Bado nakupenda. Nadhani nitapenda milele. Macho yake yalikuwa yanang'aa yakishika machozi. Alichukua kikombe chake. Mhudumu lazima alikuwa ameleta kahawa isiyo na kafeini alipoingia na akaishika kwa mikono yote miwili kana kwamba ingeweza kuipasha joto. Nilimtazama kwa muda mrefu. Kisha nikakubali. Nilikupenda, lakini umeonekana kuwa takataka na umepata ulichostahili. Usinione tena uso wako. Ilikuwa yote niliyosema. Hakuna hasira. Hakuna mahubiri. Hakuna orodha ya mambo ambayo angepaswa kufanya tofauti. Hii tu. Kwa sababu hakukuwa na kurudi nyuma. Sio kutoka kwa kile alichokifanya. Sio kutoka kwa ukweli kwamba alikuwa akinitazama machoni kila siku kana kwamba hakuna kitu wakati mwanamume mwingine alichukua nafasi yangu nyuma yangu. Alijifuta shavu na mkono wa koti. Alijaribu kutabasamu. Haikufanya kazi. Nilisimama. Nilitupa noti chache kwenye meza kwa kahawa na tip. Uwe na afya, nilisema. Kisha nikatoka. Na sikuangalia nyuma. Nje, upepo ulikuwa umepanda kidogo. Nilifunga koti langu, nilipanda gari na nikabaki nimekaa kidogo kabla ya kugeuza ufunguo wa kuwasha. Sikujisikia mshindi. Sikujisikia mwenye uchungu. Nilijisikia tu kana kwamba ilikuwa imekwisha. Sehemu hii ya maisha yangu ilikuwa imekwisha. Na nilikuwa tayari kwa kilichokuja baadaye. Miaka 2 imepita. Mwanzoni siku zilipita bila kuonekana. Hata nikijua alichofanya, nilijikuta bado nikichukua kikombe cha pili cha kahawa asubuhi au kusimama mbele ya vitafunio vyake alivyovipenda sokoni na kisha kukumbuka kwamba sikuwa na haja tena. Haikuwa huzuni. Ilikuwa tu tabia za zamani zilizokuwa zikifa polepole.
Nilibaki na shughuli kupanga vitu nyumbani nilivyokuwa nimeviacha, hata kumsaidia jirani kujenga zizi la kuku, tu ili kuweka mikono kazini. Kuna amani katika aina hiyo ya umakinifu. Karibu mwaka mmoja baada ya talaka, nilianza kujitokeza tena kwenye mikutano ya mtaa. Sherehe za kuzaliwa, nyama choma. Ilikuwa rahisi kushikana mikono, kula sandwich na kurudi nyumbani. Kisha ikafika jioni ambayo nilikutana na Subira. Alikuwa kwenye sherehe ya uchumba ya rafiki wa pamoja. Hakuwa wa kuvutia sana, tu wa kweli, mwenye wema, mcheshi, lakini si wa kulazimishwa. Tulizungumza jioni hiyo na kisha tukatumiana ujumbe tena na tena. Kahawa iligeuka kuwa chakula cha jioni. Matembezi na mbwa wake Malaika yaligeuka kuwa wikendi kwenye ukumbi. Subira alisikiliza. Alikuwa makini. Alinifanya nicheke kwa njia ambazo sikuwa nikigundua nilizikosa. Karibu miezi 10 baadaye nilimuuliza kama alitaka kuja kuishi nami. Mwaka mmoja baadaye tulioa. Harusi ya bustani. Kaka yake alijenga upinde. Rafiki yangu alichoma mbavu. Malaika alivaa tai ndogo. Alilia wakati wa viapo. Labda nililia pia. Sasa tuna mtoto anayekuja. Anatarajiwa mwezi wa 7. Nimejenga utoto mwenyewe kwa mkono. Wakati mwingine nakaa nyumbani na kutambua jinsi imebadilika. Sio kuta hisia. Ni yenye mwanga zaidi sasa. Ni rahisi zaidi kupumua. Na zawadi. Sijui alikwenda wapi baada ya kahawa hiyo. Na kwa uaminifu, sijali. Alitengeneza kitanda chake. Nimefurahi tu kwamba sikuwa pale alipomwalika mtu mwingine. Maisha hayakuisha alipoondoka. Hatimaye yameanza. Shiriki maoni yako kwenye sehemu ya maoni. Je, unafikiri nilifanya sawa kutoongea naye moja kwa moja? Au ungefanya mambo tofauti? Ikiwa umefurahia hadithi hii, jiandikishe kwenye kituo na utoe like.